Niende moja kwa moja kwenye sura ya pili ibara ya 10:3 Roman 3 ambayo inazungumzia swala la kiuchumi. Swala hili la kiuchumi linazungumzia makundi matatu ambalo limeyaorodhesha pale. Waheshimiwa, tunong'one, tusizungumze. Tunazungumza mpaka sauti zinachanganyika. Eneo hilo linazungumzia wafugaji, wakulima, wavuvi na wachimbaji wadogo wadogo wa madini. Pendekezo la rasmi linasema kwamba makundi hayo yajengewe mazingira mazuri na yapewe uwakilishi katika vyombo mbalimbali vya maamuzi ili na wao wapate fursa ya kuzungumza matatizo yao. Hilo kwanza napenda niipongeze tume kwa kuliona hilo, kwa sababu kundi hili ni moja ya makundi katika nchi ambao yanapata adha sana kwa migongano ya hapa na pale. Kuhusu uwakilishi, kwenye kamati yangu namba 11 imelizingatia kwa upana mzuri sana. Kwa ujumla kamati yangu ililiona kwamba ni swala muhimu na linalohitaji kujadiliwa kwa upana na kupewa kipaumbele. Tukakubaliana kwamba kama ilivyo kwa kuwa katika mambo mengi ya vyombo vya uamuzi, na imesemwa kwamba kutokana na matatizo ya wafugaji na wakulima kuingiliana mara kwa mara nyingi wanalaumiwa kwamba ni kwa sababu ya kutoshiriki katika vyombo mbalimbali vya maamuzi. Si makusudio yao, ila ni mfumo ulivyokuwa. Katiba ilikuwa haitambui umuhimu wa makundi haya kuingizwa kwenye vyombo vya maamuzi ili washiriki kutoa maamuzi ni jinsi gani mahitaji yao yatekelezwe. Lakini kwa katiba hii tumeshukuru kwamba tumezungumza katika kamati namba 11 na kukubaliana kwamba makundi haya yapewe kipaumbele. Tulipendekeza pia, na kwa kuwa kuna makundi mengine katika jamii ambayo yanapewa fursa maalum katika vyombo vya maamuzi, kwa mfano kundi la akina mama ambalo nalo lilionekana kwa kipindi fulani kwamba lilikuwa likinyanyasika kutokana na kutoshiriki katika maamuzi, na ikaonekana kwamba kuna umuhimu wa kulipatia fursa kundi hilo kuingia kwenye vyombo vya maamuzi. Tumeona kwamba kundi hilo la akina mama limepata fursa kubwa sana, na sasa hivi linalilia umbali wa kufikia 50-50 ndani ya vyombo vya maamuzi. Kwa mantiki hiyo, kundi pia la wafugaji, wakulima na wavuvi linahitaji kuwa na nafasi maalum katika vyombo vya maamuzi, kuanzia ngazi za kata, wilaya, mkoa hadi taifani. Tunapendekeza kwamba katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa makundi yote yanataka kuzingatiwa, kila moja litoe maoni yake na liwakilishwe, tungependa kuwepo nafasi ya wakulima, wafugaji na wavuvi ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano. Watapatikana kwa namna gani? Wapatikane kwa namna kama walivyopatikana katika bunge hili maalum la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watapendekezwa na makundi yao, kisha watapigiwa kura. Kwa maana hiyo kutakuwa na uwakilishi unayowakilisha makundi haya, ili kuondoa minong'ono ya kwamba hatuwakilishwi, basi utakuwa ni upungufu wetu kama mahitaji yetu hatukuyazungumza ndani ya vyombo vya maamuzi wakati tukiwepo.
Kwa sasa hivi tunatoa lawama kubwa kwamba ni kwa sababu hatumo katika vyombo vya maamuzi, ndiyo maana maamuzi yetu huwa yanasahaulika katika utungaji wa kanuni mbalimbali na sheria za nchi. Hilo Mheshimiwa Mwenyekiti limezingatiwa sana ndani ya kamati yangu namba 11. Lakini vile vile niende kwenye sura ya 4 inayohusu haki za binadamu. Kwenye eneo hili ibara ya 24 inasema haki ya kuishi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamlinda mwanadamu kwa kutoa kipengele cha kwamba kila binadamu ana haki ya kuishi. Hakuna kipengele kilicho kinyume cha hapo. Katiba inasema binadamu ana haki ya kuishi, lakini kuna sheria inayohukumu watu wakanyongwa hadi kufa. Hoja: sheria zote hutungwa kutokana na sheria mama ambayo ni katiba. Katiba ipo kimya juu ya swala la mtu kuondolewa maisha yake. Katiba inatamka wazi wazi kwamba kila raia binadamu ana haki ya kuishi. Sheria ya kunyonga mtu hadi kufa, chimbuke lake ni nini? Kwa sababu katiba haisemi hivyo. Tunapendekeza kwamba muda mheshimiwa, ndani ya katiba kuwepo na kipengele kinachoonyesha kwamba maisha ya mtu yataondolewa pale tu atakapo, ili kuwa na uhalali wa hukumu ya kifo. Katiba za nchi mbalimbali zimeweka swala hilo wazi, kwa sababu sheria inayosema kwamba mtu anyongwe hadi kufa, na wakati katiba haisemi hivyo, basi sheria hiyo inakuwa batili kwa sababu haikutokana na sheria mama. Ni nukuu kidogo tu katiba ya Uganda inavyosema kuhusiana na swala hilo. Wanasema kwamba right of life, Article 22, every person has a right to life, but that right may be taken away if a person is found guilty and sentenced to death in a fair trial by a competent court, and the highest appellate court has confirmed the sentence. Sasa unachukua mantiki nzima, unajua wazi kabisa kwamba katiba inapotamka kwamba kila mtu anao haki ya kuishi, lakini pia maisha yake yataondolewa pale atakapokuwa ametenda kosa, na mahakama ya kisheria imefanya maamuzi, na maamuzi hayo yamethibitishwa kisayansi. Hivyo tunapendekeza kwenye kamati yetu, tumekubaliana wazi kabisa kwamba adhabu ya kifo iwepo, lakini itambuliwe kikatiba. Asante mheshimiwa, muda umekwisha. Asante. Nimalizie kadogo mama yangu. Muda umekwisha mheshimiwa, asante. Asante mama.